Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mahakama ya Hakimu Mkuu wilaya Rukungiri mkoani Magharibi mwa Uganda imemhukumu mwanamke mmoja kifungo cha miezi 6 jela baada ya kushindwa kulipa fidia ya zaidi ya shilingi milioni 14 za Uganda, takriban shilingi milioni 9,600,000 kwa mwanaume aliyemlipia ada ya masomo kwa matarajio ya ndoa. Mwanamke huyo Fortunatu Kyarikunda alitakiwa na mahakama kumlipa Bwana Richard Tumwine, mwalimu wa shule ya msingi, fedha alizotumia kumsomesha Kyarikunda kwa lengo la kuolewa naye. Hata hivyo, baada ya Kyarikunda kukataa ndoa hiyo, Tumwine alifungua kesi ya kudai gharama zake. Kesi hiyo ilianza Januari 2023 katika mahakama ya mwanzo ya wilaya ya Kanungu, ambayo ilimwamuru Kyarikunda kulipa shilingi milioni 9 kwa ajili ya masomo na milioni 1 kama fidia ya maumivu ya kisaikolojia aliyoyapata Tumwine. Kyarikunda alikata rufaa, lakini alishindwa kufika mahakamani au kuwasilisha hoja zake kwa utaratibu. Hata hivyo, mahakama ya Hakimu Mkuu ilithibitisha hukumu hiyo na kuongeza adhabu ya jela kwa kushindwa kutii amri ya kulipa fedha hizo. Akitoa hukumu hiyo mwanzoni mwa mwezi huu, hakimu alisema mshtakiwa amekuwa na muda wa kutosha wa kutii amri ya mahakama. Kukataa kulipa ni kukaidi, unastahili adhabu ya jela. Kyarikunda atatumikia kifungo chake katika gereza la Rukungiri, lakini ataweza kuomba msamaha ikiwa atalipa fidia hiyo kwa haraka. Kesi hii imezua mjadala mkubwa kwenye mitandao ya kijamii nchini Uganda na Tanzania, huku wengine wakiiona kuwa ni haki kwa mwanaume kurejesha gharama zake na wengine wakidai kuwa mahakama haipaswi kulazimisha ndoa kwa njia ya fedha. Na hii ni Kasako Update na Adela Thomas. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.